Ibana, mambo vipi ndugu zangu na wapenzi wafuatiliaji wa Ndala za Chuma. Ibana, kama kawa na tunashukuru tumeweza kukutana leo tena katika kigongo cha tatu, yani sehemu ya tatu ya simulizi nzuri ya Ndala za Chuma. Jina langu ni Shama, tutakuwa sambamba mpaka mwisho wa hadithi hii. Na sasa bila kupoteza muda, twende tukaendelee na stori yetu. Na kumbuka tuliishia pale ambapo walikuwa wanaachana na mzee yule, yaani wanaagana, na wakasema yamkini hakuelewa wafanye nini kati ya hayo. Na sasa tunaendelea kama kawaida. Jimmy hajafika mbali, yule mzee alimuita tena kwa jina lake. Akasimama. Hiyo ara katika majina yako ni Raymond ama Richard? Swali la kipuuzi. Ndivyo alivyolihesabu, na mzee naye alimwona mpuuzi vile vile. Mpuuzi mpuuzie, walinena baadhi ya watu. Jimmy kwa wakati huu akaisadifu kauli hii. Hata kula alishindwa kuendelea. Alilegeza tai yake, kisha akavua koti alilokuwa amevaa na kulifanya shati lake jeupe lilokuwa limefichwa na koti hilo liwe huru, kunadi usafi uliokuwa nalo machoni mwa walimwengu. Akafanya malipo na kutoka nje ya mgahawa ule akiwa amechanganyikiwa. Simu aliyoipokea awali kutoka kwa katibu motasi wake ilishamtunuku hisia za kumkera. Halafu anakutana na maneno ya kumsumbua akili kutoka kwa mzee mmoja tu ambaye hakuwa na mbele wala nyuma. Akajiapiza kutorudi tena mgahawani hapo. Alishauhesabu kuwa ni mgahawa ulioshuka hadhi, ukafikiwa kulisha wazee ambao vipesa vidogo vidogo vya mafao walivyokuwa navyo vilikuwa vikiwa washa. Mishare ya saa 2 usiku, Jimmy akiwa nyumbani kwake, nyumba iliyokuwa akiishi yeye peke yake, alitega umakini wote kwenye runinga, yani runinga kubwa iliyokuwa mbele yake. Hakuwa mtu wa starehe pamoja na utajiri mkubwa wa mali aliyokuwa nao, na hii ndio sababu kuu iliyompelekea akaweza kuusimamia vyema uchumi wa kampuni iliyoachiwa na marehemu baba yake. Mti wenye matunda hauishi kupigwa mawe. Jimmy alifuatwa na kila aina ya wasichana, wengi wakimwimbia wimbo mmoja wanakupenda, wimbo ambao dhamira kuu ilikuwa ni tamaa. Hilo alilielewa. Akawa makini na kila msichana ambaye huwa karibu naye, Agnes akiwa ni mmoja wao. Agnes ni katibu motasi katika ofisi yake, msichana mchangamfu ambaye hakuwa mwenye kusita kuzionyesha hisia zake kwa Jimmy, lakini Jimmy aliyekuwa si mwelewa kwake. Katika usiku huo, msichana huyo alikuwa na jukumu lingine la ziada la kuomba msamaha, kwani alimkwaza Jimmy. Akawa anampigia huku simu yake isipokelewe na mvulana huyu aliyejaliwa mali na huluka ya kiburi. Kila mara simu ilipoita, aliitazama na kuona kuwa mpigaji ni Agnes. Jimmy alipotezea na kuendelea kuangalia filamu iliyokuwa ikiendelea. Alifanya hivyo mpaka simu hiyo ilipoanza kuita kwa namba ngeni. Huyu ni Agnes, kabadilisha namba. Alijisemea na kuisonya simu kama kwamba ndiye Agnes mwenyewe. Iliita mpaka ikakata. Punde ikaanza kuita tena. Hapo likamwingia shauri jipya la kuipokea. Akatafakari kwa muda. Kabla ya tafakuri hiyo kuisha, muda wa mwito uliisha, yaani simu ikakata tena. Mara ya 3 ikaanza kuita. Ni kama vile ilikuwa ikileta ghadhabu kwa Jimmy. Akanuia kuipokea huku akijiweka tayari kuporomosha matusi ikiwa mpigaji angekuwa ni Agnes. Simu ilikuwa sikioni mwake, tayari alishaipokea. Akakaa kimya kuisikiliza upande wa pili, ambao nao ulijiingiza katika zoezi hilo hilo la ukimya. Jimmy alishindwa kuvumilia, alihoji, nani mwenzangu? Kwa hiyo ukagoma kabisa kuniambia ile ara inasimama badala ya Raymond au Richard? Toba. Lile kochi pana ambalo Jimmy alikuwa amejipotesha liligeuka dogo na kumbana ghafla. Ilikuwa ni sauti ya yule mzee,
Yule wa mchana kule mgahawani. Jimmy alitetemeka, akakata simu yake kwa pupa na kuitupa mbali. Alijidanganya. Kile kitete cha hofu kilimfanya abofye kitufe cha kupaza sauti, yani loudspeaker, na kuhisi kuwa amekata simu. Ikasikika vizuri kabisa kule kule mahali ambapo alikuwa ameitupa. Kumbe wewe ni mtoto wa swaiba wangu wa kitambo, Bwana Ramadhani. Wewe ni mwanangu Jimmy. Leo usiku nitalala vizuri sasa. Hebu ihifadhi namba yangu hii. Tutawasiliana siku yenye uhitaji. Simu ikakatwa. Halikuwa jambo la kumshangaza pale ambapo angekutana na kijana wa kiume, kisha kijana huyu akageuza shingo mtazame tena, yaani baada ya kupishana. Hata wazee pia, ili mradi tu ni jinsia ya kiume. Jinsia iwezayo kuvutiwa na umbo mviringo, macho ya duara yenye umithili wa kudondoka kwa namna alivyochoka, pua yenye kona iliyoketi kwa madaha juu ya papi laini za midomo ambazo muda wote zilikuwa mbichi. Sifa alizokuwa nazo Agnes zote. Na wakati huo alikuwa yu wima ndani ya daladala, kusubiri lisimame kidogo kabla ya kushuka. Lilishalikaribia kituo cha mwisho wa safari yake, kisimamo kilichokuwa kimeleta burudani fupi kwa wale waliomtazama. Pia ikawakumbusha utukufu wa Mwenyezi Mungu wachache, hali iliyoacha njia panda usifie kwa namna ulivyojadidi katika uumbaji, ama watotoba kwa namna wametamani kile ambacho bado hakikuhalalishwa kwao. Jina langu ni Shama. Usikose katika mwendelezo wa sehemu ya 4. Chao.